Hello, mambo vipi? Kwa majina mimi naitwa Samuel Damas Tiger Mtumbadi kutoka Utaipenda TV pamoja na JA Podcast. Kwa tunakutana na kiongozi hapa. Nitaweza kumuuliza maswali kwa yale ambayo tulikuwa nayo ya ndugu, na pia kuna yale ambayo labda hatuyajui ataweza kutufikishia. Na pia siwezi kumtaja kwa majina wakati tuko naye hapa, ataweza kututambulisha kwa majina na kujua anaitwa nani, anafanya kazi gani. Na anataka kutuambia nini kwa siku ya leo. So naweza kumkaribisha kwanza kwa siku ya leo aweze kuongea na sisi. Siku inaitwa nani? Okay, poa ndugu mtangazaji. Kwanza tunashukuru Mungu kwa muda kama huu kukutana. Mimi kwa majina naitwa Mateso Ngoko, maarufu Arsene Wenger, kocha wa Regide's. Hapa nimesikia kuna neno linasema kama Arsene Wenger ni jina boli kwa bani ama ni jina gani, imetokea wapi? Sawa, kwanza ucho mimi kuitwa Arsene Wenger. Kwanza mimi ni mshabiki wa Arsenal. Na kipindi hicho mimi naingia kwenye hizi kazi za mpira, kazi za ukocha. Ndio kipindi Wenger anayefundisha Arsenal. Kwa kuona vile ambavyo mimi nafundisha watoto na nifundisha timu ya Regide's, ndio watu wakanipa maarufu na jina maarufu Arsene Wenger. Okay, nianzie hapo kwa wewe kuwa kocha wa Regide's. Ni timu ambayo ilikuwa inafanya vizuri hapo kabla. Nafikiri kipindi ambacho ulikuwa unafanya kazi na Regide's unakumbuka hapo. Okay. Sawa. Kwa karne yangu ya ukocha na timu ya Regide's, sikuwahi kubeba kombe. Lakini mwishoni 2022 nilicheza na selection ya sekta ya 3, tukabahatika kuchukua kombe. Yaani kwa karne yangu ya ukocha, hilo ndo kombe langu ambalo nilichukua kwa kishindo. Labda siku hiyo ilikuwaje? Labda tupate kifupi, labda jisikiaje, kwa maana ulikuwa hujawahi kuchukua kombe alafu ndio kombe ambao unasema ni kombe kubwa sana kwa upande wako. Sawa, nadhani nilikuwa mwenye furaha sana kwa sababu nilifanya takriban miaka 13 ya ukocha kamili Nyarugusu. Na hilo ndio kombe ambalo nilikuja kuchukua, tena nimeshakuwa kwenye kipindi cha mwisho kwa kukaa kambini kuja Marekani. Nikachukua ile kombe, kwa kweli nilifurahi sana. Licha ya kucheza finali 2 na timu ya Regide's, lakini hilo ndio lilikuwa kombe langu la kwanza kulichukua. Okay. Tunashukuru kusikia hivyo, kwa maana ni kitu cha kufurahisha, kwa maana hawezi kuwa kocha bila kombe. Watu wengi wangesema sasa najionaje ni kocha mkubwa wakati ana kombe, lakini una kombe. Kwa hivyo tutakuwa na maswali ya kuuliza kuhusiana na hilo swali. Labda changamoto zipi ambazo mkutana nazo kwenye kazi yako ya kocha Regide's? Changamoto ambazo nilipitia, naweza nikasema changamoto ni nyingi. Unajua, unaweza ukawa na timu bora, usipokuwa, kuna tofauti ya kuwa na timu bora na ile bahati ya kuchukua vikombe. Timu ambayo nilikuwa nayo ilikuwa bora, Regide's Bito na Nyarugusu, ilikuwa ni timu bora na kila mtu alikuwa akiziona kazi ambazo mimi nazifanya. Lakini kwa bahati mbaya tulibahatika kufika finali 2 bila kuchukua kombe. Hilo tu ndio ilikuwa changamoto kwa mashabiki. Walihitaji niwape kombe, lakini na mimi nilijitahidi, lakini haikuweza. Labda tatizo lilikuwa ni nini? Labda tumekutana na uongozi mbaya ambao unasimamia ligi, au walikuwa shida na wachezaji, au ilikuwa ni nini? Labda tatizo sio wachezaji, tatizo wala sio kusema eti watu wanakutana na timu kubwa. Tatizo mara nyingi zilikuwa zinatokea kwa changamoto za marefa. Changamoto, unajua kila mwanadamu na mapungufu yake. Binafsi mimi niliona ni changamoto ya marefa kulalia upande, ndio maana hatukubahatika kubeba kombe. Yaani walikuwa wanalalia kila finali, wanalalia upande ule, upande ambao labda wengine walikuwa wanapewa kidogo ambacho ilikuwa inawafanya wawageuke nyuma. Ni kweli, kwa tathmini yangu ni kweli. Labda ulikuwa unachukua maamuzi gani kisha una refa na anajua pale?
Kocha kama kocha ambaye umepitia mafunzo hawezi kuchukua reaction yoyote ile. Ikiwa referee hajapiga filimbi vizuri, hajasimamia sheria 17 za soka, yani mpira ni kama vile fair play. Imepita. Rizika la matokeo, kufungwa, kufunga na kudraw ni kawaida ya mchezo. Inatakiwa kocha kama kocha urizike na matokeo. Na nafikiri kuna timu ambazo labda kocha akishafelisha finali 2 ama 3 waga wana matumaini na kocha. Kwa sijui kama kwa upande wako ndio kutokea watu wanaanza kukataa kwa sababu uchukui kombe. Hapana. Niseme tu viongozi wangu waliniamini, ambao wana uwezo wa kumwachisha kazi kocha ni viongozi. Lakini kwa kweli viongozi waliniamini na waliona kazi ambayo niko naifanya. Waliona. Kwa sababu unajua kipindi hicho Regideso ilikuwa ni timu ndogo sana. Kwanza ilikuwa ni timu ya daraja la pili. Tukajitahidi, tukacheza. Wakati nimesaini mkataba na Regideso ilibadilika. Ikatoka kwenye level ya pili, ikapanda level ya kwanza. Na ikacheza vizuri bila tatizo. Na hapo ndipo viongozi waliniamini. Sasa labda ni kitu gani ambacho kilikuwa imani kubwa kilipatia nguvu ya kuendelea? Sawa, mimi imani kwanza ni kwa sababu mimi binafsi nilikuwa nimependwa sana na mashabiki wa Regideso. Nilikuwa nikipendwa sana na uongozi wa Regideso. Hata wewe ndugu mtangazaji, usinge kwa kipindi kile ambacho nilipitia, usingeachana na timu kama mimi. Kwa sababu ni timu, unajua maisha ya kambini. Ni timu ambayo ilikuwa inajua kocha. Ilikuwa japo tulikuwa hatuna mishahara, lakini mimi binafsi nilikuwa na bonus ambayo nilikuwa nazipata. Lazima na mimi nilikuwa nimejitolea kufuatana na gisi wamenilea. Kwa hiyo malezi ambayo ulikuwa unaishi pale ukao unatoa kwa wote kwa. Okay, na niangukia hapo kwenye labda pengine malipo. Ulisema bonus sawa, lakini tukizungumzia hapo na vipi kuhusiana na malipo? Walikuwa wanakupatia kiasi ambacho kinaweza kukidhi mahitaji yako ama watu wanafanya kwa Mungu? Nisema ukweli, mpenzi wa Mungu, sikuwa nafanya kwa na watu wengi hawakujua kama ninalipwa. So unajua mpira wa kambini ni mpira ambao mnacheza bure, hakuna viwanja eti watu mashabiki watalipia tiketi nini. Lakini mimi binafsi nilikuwa na bonus fulani ambazo nilikuwa na, sio mshahara, lakini kama zawadi. Kulikuwa mazawadi fulani ambazo mimi nilikuwa nazipata kutoka kwenye mashabiki wa Regideso Marekani. Regideso na Regideso kambini na Regideso Marekani. Sasa hivi kuna Regideso Marekani na Regideso kambini. Sasa hii Regideso Marekani inafanya kazi gani? Timu ya mpira ama ni kundi tu imejiunga ili kusupport Regideso? Unajua takriban 70% ya wachezaji wa Regideso wa zamani wapo hapa Marekani. Na tulikutana tukafanya kikao, ikabidi tuweke timu hapa Marekani. Lakini hakuna mchezo ambao tulishaucheza hapa Marekani. Tunategemea mwaka huu mwezi wa 5 ndo tunaanza rasmi kucheza game za hapa Marekani, Regideso Marekani. Inaitwa Regideso Bito USA. Yaani hata ukiingia Instagram utaipata. Yaani timu imeshakuwa, jezi zimeshakuwa, tumeshakuwa na jezi 2 tayari zipo. Kila kitu, yani mipira tuishakuwa nayo. Na game yetu ya kwanza itachezwa tariki 27 mwezi wa 5. Itakuwa Regideso na AB3 Marekani. Mechi itachezewa Kentucky. Bwana, nafikiri itakuwa ni mechi kubwa sana kwa wale ambao wanafuatilia mpira. Nafikiri sio ya kukosa. Nafikiri labda wewe ambaye ulikuwa kocha wa Regideso kule kambini na mpaka hapa Marekani, na kipi cha kuwaambia mashabiki wa Regideso wa huko Marekani ambao sasa wanashabikia Regideso hapo Marekani? Kitu cha kuwaambia, kwanza ni waambie wajivunie Regideso Marekani. Kwa sababu kama utaenda kwenye vilabu tofauti state mbalimbali, wachezaji ambao wana majina
ni wa Regideso Bito kutoka kambini Nyarugusu. Kama nani kwenye wanajulikana mapacha wawili. Mapacha wawili ambao wanacheza kwenye timu ya Fimbo na Fimbo ya Kansas City Missouri. Lakini watu wengi wanasema kwamba Regideso ni timu ambayo ilikuwa inategemea watu wawili. Sio watu wawili, lakini unajua kila timu ina master. Unajua kuna Messi alikuwa anacheza Barcelona, lakini hawezi akacheza peke yake. Palikuwepo Xavi, palikuwepo Iniesta na Messi. Lakini jina kubwa lilikuwa la Messi. Na ndio vile ama pesa tukisema mapacha ni watu ambao wanaijua soka. Na tunawategemea kweli. Na ucheza na Regideso Marekani, usije tu kichwa jipange na waambia wajipange. Na mashabiki wa Regideso Marekani wajivunie kuwa wana timu kubwa na kocha mwenye viwango. Okay, na vipi kuhusiana na hiyo ya wao kuanza kucheza kwa Regideso wakati ni wachezaji wa Fimbo? Sasa ni kama vile selection. Yaani nakuwa Fimbo na Fimbo ni kilabu. Sasa selection ya Marekani nzima. Kuna wachezaji wako Buffalo, kuna wachezaji wako Kentucky, kuna wengine wako Georgia, lakini siku ya mechi wote wanakuja, inakuwa Regideso Marekani. Hiyo ndio timu ya Regideso Marekani. Na labda ulisema kwamba wajivunie kuwa na kocha ambaye ana vigezo. Labda kigezo gani ambacho kitawafanya yani wakubali kweli huyu ni kocha anaweza kufanya kazi na sisi kweli huyu? Kwa sababu kuna watu wanajiuliza maswali, kocha kweli huyu? Sawa, nadhani mimi nilianza ukocha nikiwa mtoto mdogo sana. Na nilikuwa kama vile na miaka nilianza ukocha kama vile na miaka 24. Nikawa kocha wa CD3 hapa kambini Nyarugusu. Na baada ya kuachana na CD3 nikaingia Regideso. Na hapo ndo niliweka jina kubwa sana Regideso, kwa sababu Regideso ilikuwa timu ya daraja la pili, ilikuwa ijulikani. Ili sasa hiji ujulikane kwa sababu nilikutana na mwalimu wa viwango. Mimi sio mwalimu wa kusema eti napewa timu tu, timu hii tusimamie. Mimi sio mwalimu wa kusimamia. Mimi nina vigezo. Mimi nina vitabu, nilisomea, nina vitabu vyote. Nina certificate ya kwangu ya ukocha. Iko hapo, ukitaka kuipata utaipata. Watazamaji wanatamani kuona hiyo. Yaani tuone at least hata kitabu yani. Sawa ndugu mtangazaji, nina vitabu viwili hapa. Unaona hivi vitabu vinaitwa vimeandikwa FIFA. Hiki cha green. Hiki kina yani system de jeu zile ambazo unaweza ukapatisha wachezaji wako. Ndio hicho hapa. Na hii sura ambayo unaiona hapa sijui kama unaikariri vizuri. Naona kama ni wewe huyo hapa. Ili kwa kuonesha kitabu ni changu hiki. Hii ni mimi hapa, sura yangu hapa. Yaani kama wewe ni kocha, ili upate zile system de jeu za kuchezesha wachezaji wako, lazima uwe na kitabu kama na hichi. Na kama kuna kocha ambaye ananisikiliza, anitafute, atapata kitabu kama na hichi ili kimsaidie. Na kuna kitabu cha pili hichi hapa, kinaitwa Coaching. Hichi kitabu hichi ndo kuna yani sheria zote 17 za soka ziko hapa. Namna gani unaweza ukajua mpira maana yake nini? Nini ni wafundishe wachezaji, sio kuambia tu system de lazima wajue mpira wanaocheza maana yake nini, ulianzia wapi, unabeba nini, kitu gani, mchezaji au mtu wa aina gani, utavipata kwenye kitabu kama na hichi. Ndio kinaitwa Coaching. Hicha. Okay. Na kwa sababu ulitaka upate vitambulisho vyangu pia, hichi hapa ndo certificate ya ukocha ya sio bure. Sio eti nasimamia, tunajua ninachokifanya. Hii ndo certificate ya ukocha ambayo nafanya nao kazi. Kwa sababu ukiajiriwa, si utaombwa cheti chako? Ndo hichi hapa. Wala labda unaweza kutumika. Sio kila kocha hapa Marekani anaweza kaipata. Sio kila kocha. Naomba unisikilize vizuri. Kuna mtu anaweza akawa alicheza mpira
akasimama kwa sababu nilicheza akawa kocha. Lakini hichi sasa, si unaona hapa kina vipengele kama 11 hivi. Sasa kila kipengele hapa kina mafundisho yake. Hichi kitambulisho hata kwenye academy naweza nikafundisha kupitia hichi kitambulisho. Wakikisoma tu watajua mtu alifanya hivi, alifanya hivi. Kwa ndio. Okay, labda hiki kitambulisho hapa kuna sehemu hapa wamesaini watu mbalimbali. Kuna nembo ya UNHCR. Ndio. Na kuna hii hapa sibini inaitwaje, International Risk Community. Na kuna saini ya IRC Kasulu, Kigoma, Tanzania. Hiki kitambulisho kinaweza kukufanya uweze kuwa kocha kwenye timu yoyote Tanzania na nje ya Tanzania. Sawa. Hiki kitambulisho hakiniruhusu kuwa kocha wa timu kama vile Yanga, Simba, hapana. Hakiniruhusu. Lakini kwa zile academy za Simba na Yanga hiki kinafanya kazi. Ili sasa niwe kocha wa Simba aiza Yanga, kuna level ambayo inatakiwa tena nifike, nisomee. Ndio hivyo. Labda una nini cha kuwaambia wale watazamaji wanaotazama na wale ambao wanapendelea sana mambo ya mpira na wale makocha wengine wa hapa Marekani, na kitu gani cha kuwaambia? Sawa, mimi niambie makocha, mpira ili uheshimike inatakiwa ukishasimama kwenye mpira, fuatilia ya mpira, tafuta vyeti vya mpira. Utakapoulizwa huu kocha ulianza lini, tutajuaje kuwa wewe ni kocha? Unaweza kumtolea mtu kitabu na watajua kweli huyu ni kocha. Kwa sababu sio kila mtu anaweza nikampa kitabu kama na hichi akajua mna nini. Lazima upitie kwenye mafundisho, ufundishwe, ujiadapte kabisa kusoma kitabu ili uje ubebe kwenye ukocha. Ukocha sio kusimama tu hapana. Inatakiwa uwe na elimu. Kwa hiyo mimi niwasaidie tu kusema kwa yule ambaye angetaka kupata kitabu anitafuta. Labda wengi wanaweza wakakuona kwenye JA Podcast wala kwenye channel ya Utaipenda TV, wanaweza wakakuona huko lakini wasijue kama tutakupataje, labda mawasiliano, labda kuna namna nyingine ya kupata kirahisi. Okay. Mimi kwa njia sahihi ya kunipata lazima nitoe namba yangu ya simu. Mimi natumia namba ya A16. Hii nitatoa kwanza kwa Kiingereza, afu nitarudia hata kwa Kiswahili. Ni A16 609 3609. Kwa wale ambao wanasikia Kiingereza. Kwa wale wa Kiingereza. Kwa wale wa Kiswahili ni 816, unaweka tena 6 0 9 3 6 0 9. Hiyo ndo namba yangu. Ukipiga WhatsApp utanipata, ukipiga kawaida unanipata. Nafikiri hiyo ni kwa ajili tu ya mpira ama soka tu, si kwa mambo mengine ya kibinafsi. Na kuna swali nyingine ambayo nilitamani kuweza kuuliza tuweze kuwa na uhakika wa hili jambo. Vipi, unaonaje utofauti wako wewe na makocha wa huko Marekani? Sawa, mimi utofauti wangu na makocha hapa Marekani ni mkubwa sana. Kwa sababu kuna watu wanaishi na wachezaji hawajua hata tumefika kwenye mazoezi nianze na kitu gani. Ukiangalia kocha anaanzaje, mafundisho yake anaanza na nini, utacheka. Na kwa sababu ni taaluma, hauwezi ukatoa madhaifu ya mwalimu mwenzako kwa watu, yanabaki ndani mwako. Kwa hiyo mimi siwezi simama hapa nianze kuchambua makocha wa Marekani ni hivi hapana. Na ninajua wapo ambao walisomea, wapo. Sio wote ambao hawajasoma.
ili nilitaka kutoa hiyo bahati ya vitabu kwa wale ambao hawana hiyo bahati, hawatasomea, ili niwasaidie vitabu viwasaidie yani. Okay, na kuna swali nyingine hapa. Ukipewa kama hapa Kansas City kuna timu mbili ambazo ni timu kubwa ambazo zinasikilika, kuna Leopard na Fimbo na Fimbo. Ukipewa hizo timu mbili uchague timu moja ya kwa kocha, unaweza kaenda upande gani? Hilo ni swali ngumu, no comment. Kwa nini? No comment. Timu zote ni sawa. Timu ni timu. Mwalimu kama mwalimu hawezi kuchagua timu. Lakini kuna ule mchezo ambao unaona labda timu fulani inastahili zaidi. Hawezi kuongelea. Na vipi tuchukue mfano labda umepewa timu ya Fimbo na Fimbo. Alafu wakwambia tutafutie mchezaji mmoja ambaye atawasapoti mapato. Unaweza kuchukua mchezaji gani kutoka Leopard? Binafsi Leopard nampenda sana mchezaji anaitwa. Kuna wachezaji wawili nawapenda, lakini kwa sababu umesema mmoja tu, nampenda Haaland. Kijana mmoja anacheza wing. Anaitwa Haaland. Anaweza kuwasaidia sana mapacha. Wakikutana wale mapacha na Haaland ni hatari. Ni kama gisi tunavyoenda kuangalia, nafikiri hii sio na mengi ya kusema kwa sababu kiongozi ameshafunguka mengi sana kwa wale ambao wanapendelea masuala ya mpira. Mkimtaka mchukue. Nafikiri hapa Leopard na Fimbo na Fimbo kuna timu moja. Ndo kama hivyo tulikuwa tunapiga story na kocha hapa. Kuna swali mbili za mwisho ambazo nitamani niweze kumuuliza. Kuachana na Regideso na Arsenal, kuna timu gani ambayo unashabikia zaidi, ambayo unaipenda wewe labda kwa upande wako? Kuachana na Regideso na Arsenal? Timu ya Ulaya. Ama ya Ulaya ama timu yoyote ile. Timu ya taifa ya Ufaransa. Timu ya taifa ya Ufaransa. Vipi kuhusu Yanga na Simba? Timu gani ambayo unaipenda zaidi? Mimi ni shabiki wa Yanga. Kwa nini? So unajua haiwezekani timu ikufunge mara 5 hapo mimi mshabiki wa timu. Mimi naipenda Yanga. Kwa nini naipenda Yanga? Ndio timu ambayo, kwa sababu Yanga na Regideso wanachangia jezi kijana. Yaani unipenda Yanga kwa sababu wanachangia na jezi. Ndio. Hivyo tu. Hiyo. Mimi napenda sana jezi ya kijana. Okay, tulikuwa na kiongozi hapa, kocha mkubwa hapa, anaeleweka, kila mtu anamjua kazi zake ambazo anazifanya. Na pia nitamani uweze kusema neno moja kwa wale ambao labda wanataka kujua kuhusu Regideso Marekani. Sawa, labda nitoe kama tangazo. Regideso Marekani tayari ishakuwa tayari, na mwaka huu wa 2026 Regideso inaanza kucheza game zake. Kwa hiyo timu yoyote iwe ya kilabu, iwe timu ya taifa, iwe nini ambayo inajijua ina uwezo wa kupambana na Regideso, tunawafungulia milango, tualike, tutawaalika. Regideso tupo tayari kwa timu yoyote ili takatuomba ili tucheze game, sisi tupo tayari. Na kwa mawasiliano ukiingia Instagram andika Regideso Bito, Regideso Bito USA, utatuona. Ukitaka kutumia namba ya simu, tumia namba yangu ya 816093609. Hiyo ndio namba yangu. Tutafanya mawasiliano na kila kitu tutakimaliza ili tukutane na tucheze game. Na game zetu sio chini ya 700. Ukitaka kucheza na sisi, weka mkwanja wa 700 kupandisha. Lakini 500 hatuna game ya 500. Ni 1000, 1500, 800 hivyo hivyo. Asante sana. Okay, nafikiri wale ambao wanapendelea sana mchezo, wanapendelea kufanya mambo ya mpira, wanapendelea mipira niseme hivyo. Kocha yuko hapa, nafikiri ameshatoa namba zake. Nitamfuatilia kwenye Instagram, nafikiri Regideso Bito USA ipo Instagram, utafollow pale, utapata maelekezo zaidi kuhusiana na kile ambacho labda unataka kuuliza, unataka kufahamu. Na ulikuwa nawe Simon Damas Tiger Mtumbadi kwenye mic na kamera ya JA Podcast pamoja na Utaipenda TV. Chili.